utakuwa ni wa baraka. Kama wewe ni mme wa mtu, mke na watoto watakuenjoy. Kama wewe ni mke wa mtu, mume na watoto na majirani na ndugu watakuenjoy. Kama wewe ni bosi pale kazini, nataka nikwambie wafanyakazi watajiuliza ya kwamba huyu bosi kimemtokea nini? Ni mlokole lakini tulikuwa tumuelewelewi, lakini kuanzia sasa wataona kwamba wewe ni mtu wa tofauti. Utakuwa na ushuhuda na utakuwa na sababu ya wengine kumuona huyo Yesu ya kwamba ni mzuri, ili ya kwamba na wao wamkimbilie kama ambavyo wewe umemkimbilia. Na kutia moyo wakikubali leo hii mabadiliko yanakwenda kufanyika. Wakikubali leo hii unakwenda kuwa mtu wa tofauti. Kuna mtu anatenda dhambi na anasema kwamba shetani alijiinua nikajikuta kwamba nimetenda dhambi. Nataka nikwambie shetani hajiinui bila wewe kumpa nafasi. Bila kumpa nafasi hawezi kujiinua, maana aliye ndani yako ni mkuu sana kuliko aliye huko nje. Kama tu kimpa nafasi ya kutosha, hakuna ishu ya shetani kujiinua. Hakuna alijiinua si alifanyaje, si nilijaribiwa nikashindwa. Hapana, yupo Yesu, yupo Roho Mtakatifu, wapo watumishi wa Mungu, lipo neno la Mungu. Hakuna kushindwa, hakuna kushindwa, maana Mungu amekwisha kuandaa systems, mifumo ya kutusaidia ili tusishindwe. Pamoja na kwamba dunia hii imeharibika, ina uovu mwingi, lakini nasema hivi, inawezekana kuishi maisha matakatifu katika dunia hii yenye uovu mwingi. Maana anasema Petro katika waraka wake wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari wa 15 na 16, anasema maana kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Aliyetuita ni mtakatifu, huyo Pasaka wetu ni mtakatifu, na ndani yetu ametupa nguvu na uwezo kwamba tuishi maisha matakatifu licha ya majaribu yaliyopo duniani, licha ya vishawishi vilivyopo duniani. Uwezekano wa kuishi maisha matakatifu upo. Nasema upo, maana neema imetolewa. Paulo akamwandikia Tito katika ile sura ya 2 mstari wa 11 na 12, anasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Sio ule ujao tu, hapana. Katika ulimwengu wa sasa inawezekana kuishi maisha ya utauwa, maisha ya kiasi, maisha matakatifu katika ulimwengu wa sasa. Kwa sababu gani? Tunaye Yesu, tuna neno la Mungu, yupo Roho Mtakatifu wako tusaidia. Na kama hiyo haitoshi, wapo watumishi wa Mungu wako kusaidia ili ya kwamba usilemewe. Haleluya! Inawezekana kuishi maisha matakatifu, maana wewe umezaliwa mara ya pili, maana wewe umezaliwa upya. Simama kwa miguu yako wakati huu tuweze kuhitimisha kwa kumaadhimisha Bwana. Muda wangu umenishia, lakini natamani mtu afanye uamuzi leo hii. Kama ulikuwa bado haujaokoka, unayo nafasi ya kumpa maisha yako Yesu na kutubu dhambi zako ili aweze kukuokoa. Kama ni mtu ambaye umeokoka lakini umekuwa na maisha ya mchanganyo, inawezekana una siri mbaya, hakuna anayejua, lakini Mungu anajua. Mungu anajua. Hata kama ni dhambi ya moyoni mwako ambayo hakuna mtu mwingine anaijua, lakini nataka niseme hivi, Mungu anajua. Lakini sijaja kutangaza hukumu, nimekuja kutangaza rehema zake Bwana. Nimekuja kutangaza rehema zake Mungu, ya kwamba huyu Yesu, huyu Mungu aliyemtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo, yeye yupo tayari kukurehemu hata kama umetenda mambo mabaya. Waliambiwa wana wa Israeli ya kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe
kama theluji. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikataa na kuasi, mtaangamia kwa upanga. Kabla ya Mungu kutangaza hukumu, anatangaza kwamba rehema. Anakupa nafasi ya kufanya uamuzi sahihi, kubatilisha maamuzi mabaya uliyoyafanya huko nyuma. Ulikuwa unapotea, lakini leo hii neno la Mungu linakujia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ukifanya maamuzi mapya leo hii, utaondoka kwenye hiyo hali ya kupotea, ili ya kwamba kuanzia sasa uweze kuenenda katika hali ya unyohofu, uweze kuwa na maisha ya ushuhuda mzuri. Yesu atukuzwe kwenye maisha yako. Watumishi wa Mungu wakufurahie. Uwe wa baraka kwa kanisa, uwe wa baraka kwa jamii, uwe wa baraka kwenye familia, uwe wa baraka mahali unapofanyia biashara, uwe wa baraka mahali pako pa kazi, lakini zaidi sana upate uzima wa milele na upate thawabu katika maisha yale ya milele. Hebu funika macho yako. Funika macho yako. Nataka nikupe nafasi ya kutafakari vizuri na kufanya uamuzi. Wewe ni mtu wa namna gani? Maisha yako yakoje? Maisha yako yakoje? Maisha yako yakoje? Hali yako ni ya namna gani? Mungu wa rehema yupo tayari kukusaidia. Sasa kuna mambo mengine yanahitaji huduma maalum ya kichungaji, na mimi sijaja kumwaibisha mtu. Natamani kila mmoja aweze kusaidika vizuri. Sikiliza maelekezo haya. Sikiliza kwa makini maelekezo haya. Wewe ambaye unazo issues, unaona hauko sawa, kuna siri mbaya unazo katika maisha yako na una amani kwa sababu umefarakana na Mungu, mtafute mchungaji wako kwa faragha. Jiweke wazi. Hata kama ni muumini ambaye umekuwa kwa miaka mingi, inawezekana ukapewa hata majukumu mbalimbali, umeaminiwa ukapewa hata vyeo, lakini unashuhudiwa kwamba hujaokoka bado na unahitaji msaada maalum, unaweza kumuona mchungaji. Lakini nafasi hii nataka niitoe kwanza kwa yule ambaye hajaokoka kabisa. Inawezekana umealikwa kuja kwenye semina na wewe haujaokoka, labda una dini lakini haujampa bado Yesu maisha yako. Na kupongeza kwamba umechagua jambo jema kuja kushiriki semina hii. Nyosha mkono wako, nataka nikuombee ili kwamba Yesu akuokoe. Nguvu za kuokoa zipo mahali hapa kwa ajili yako. Okay. Sasa hebu wote tunyoshe mikono yetu juu. Alafu naomba mnifuatishe maneno haya. Maneno nitakayo yasema uyafuatishe. Ni maneno ambayo mlengo wake hasa ni wewe kujitoa kwa upya. Kujitoa kwa upya. Ni kama vile unafanya renewal. Unajitoa kwa upya, unajidhabihu kwa upya, ili ya kwamba neema ya Mungu iachiwe kwa upya juu yako kwa namna ya kipekee. Sema, Mungu wangu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umelileta kwangu. Nimelipokea kwa unyenyekevu. Ninaomba unisaidie. Nisamehe Bwana makosa yote niliyokutenda kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu
na kwa matendo yangu. Nisamehe Bwana dhambi za siri, makosa ya siri. Nisamehe Bwana, wewe Mungu wa rehema, unirehemu. Leo hii najitoa kwa upya kwako, na ninaomba msaada wako kwa upya, ili niishi maisha matakatifu yenye ushuhuda ya kukupendeza wewe. Unisaidie Bwana. Natamani kuanzia leo niwe na hali ya unyoofu. Natamani kuanzia leo nikutumikie wewe kikamilifu kwa utukufu wako. Asante Bwana kwa rehema zako. Asante Bwana kwa kunisamehe. Asante Bwana kwa kunitakasa. Asante Bwana kwa msaada wako. Endelea kutulia. Nataka niombe na yule ambaye ana changamoto ya kiafya. Wakati mwingine mmenyoosha, mmeshusha mikono yenu. Wewe mwenye changamoto ya kiafya, hata kama nitaomba kwa dakika moja tu inatosha. Nguvu za Mungu zipo tayari kwa ajili ya kukugusa na kukufungua kabisa. Unachohitaji ni imani tu. Uweza wa Bwana upo mahali hapa kwa ajili ya kukuponya na kukuweka huru. Asante Bwana uliye mwaminifu. Asante wewe Bwana uponyaye. Nimekuomba na kukusihi sana ya kwamba waguse watoto wako wenye changamoto za kiafya na wafunguliwe. Na saa hii Bwana ninawaleta mbele zako Bwana. Ninaomba Mungu ajabu, achilia nguvu yako ya uponyaji.